Baada ya kumaliza mfungo, kitu cha kwanza ambacho unatakiwa kufanya ni kwa kurudi kwenye ratiba yako ya zamani kabla hujaenda kwenye ratiba yako hii mpya ambayo umepata hivi karibuni. Mara nyingi tukiwa kwenye mfungo huwa tunakuwa sehemu ya kificho. Ukishakuwa sehemu ya kificho, ratiba yako inabadilika kabisa. Unajikuta muda mwingine upiki, ufui, ufanye nini. Usijaribu kuchukua ratiba hii ambayo uliipata kipindi ambacho ulikuwa upiki, ufui, ukaileta kwenye wakati ambao sasa hivi unatakiwa upike na kufua. Kwa sababu ukianza kuforce sasa hivi, hii ratiba mpya uliyopata ulete, utajikuta unachoka. Alafu ukijikuta unachoka, hautaweza kuendelea kuomba. Utajikuta ule moto wa Roho Mtakatifu umepungua. Kwa sababu unajikuta unafanya vitu vingi wakati mmoja. Lakini kumbe ukichukua ile ratiba ya zamani ambayo ulikuwa nayo, pengine ulikuwa unaomba saa 6, saa 9, saa 12 na saa 2, utajikuta unapata muda mzuri wa kupumzika, muda mzuri wa kutafuta neno, na wakati Roho Mtakatifu akukusaidia kwa adjust kwenye ratiba mpya, kukusaidia kutengeneza ratiba mpya. Lakini kitu cha pili ambacho unatakiwa kufanya baada ya kumaliza mfungo ni kuendelea kuyaombea yale ambayo ulikuwa unayaomba. Na kwa kufanya hivyo, wala moto wa Roho Mtakatifu hautapungua.